tamalizia kwa neno la Mungu, lakini jioni tutakuwa na ibada ya mkutano hapo nje. Niombe tusimame wote. Tusimame sasa, tujinyoshe wote. Haya, fumba macho yako. Tufumbe wote macho yetu. Tumwambie Mungu sasa. Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu wa haki unayetupenda sana. Asante Bwana kwa kumeanza na sisi ibada hii. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Bwana aliyetoa neno kutoka kwako. Na sisi Bwana tumesikia na kupokea kutoka kwako. Sasa tusaidie Roho Mtakatifu, maisha yetu yakafanye badiliko. Ni wakati mwingine unakwenda kumsimamisha mwanao ambaye Bwana amekuwepo hapa tangu siku ya Alhamisi. Na leo Bwana tunahitaji kupokea na kujifunza. Tuhurumie ikiwa yako mambo yanapungua ndani yetu. Kisha kutusamehe Roho Mtakatifu, chukua nafasi katika vilindi vya mioyo yetu. Nenda Bwana ukaseme na roho zetu zilizo za zamani machoni pako. Tunahitaji Bwana kama kutukemea utukemee. Na kama unahitaji kutufariji Bwana tunahitaji faraja kwako. Na kama yako mambo yamepungua Bwana tunahitaji ukaseme nasi. Shuka mwenyewe Bwana ukamsimamisha mtumishi wako. Ndipo tunasimama kinyume na falme na mamlaka za giza. Roho wako Mtakatifu na malaika wa zamu wakatamie kusanyiko hili. Katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Tukae. Karibu mtumishi wa Mungu, na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Tulianza semina hapo Alhamisi. Tulikuwa na vijana wazuri, tulijifunza mambo mengi sana. Kwa wewe ambaye kufika basi nikupe pole tu, kwa sababu kuna mambo umepita mazuri. Kama ungefika ungepokea. Na leo ni Jumapili, ujumbe ni mfupi sana. Hautakuwa mrefu, lakini jitahidi sana uelewe, kwa sababu hiki ninachokisema ni kile Mungu amekisema. Kwa hiyo uwe mtu wa kuelewa. Mtumishi mmoja alitufundisha akasema, jambo gumu kwa sasa watu kuelewa. Yaani mtu ukimwambia mbinguni ni kule, haangalii mbinguni, anaangalia kidole. Kwamba njia ni ile pale, haangalii njia, anaangalia kidole. Kwa kuna jambo gumu kwa Wakristo wa sasa, jambo la kuelewa. Ukimwambia kuomba anasema hapana, nitachoka. Ukimwambia kukesha hawezi, anataka kusinzia. Biblia inasema jambo moja la mvivu, anapenda kulala, anapenda usingizi, hapendi kuomba, hapendi kazi, hapendi mikesha, hapendi kutumika. Kazi yake ni moja, anapenda kulala. Amen. Kwa kanisa watu wengi wamekuwa na roho ya mvivu kwenye kazi ya Bwana. Wamepungukiwa nguvu za kutumika, wapungukiwa uwezo wa kumtafuta Bwana. Kazi ngumu ya kuelewa. Na Yesu asifiwe. Amen. Jambo mlisikia sababu nikikamila saa hapa. Nashangaa saa 11 imefika tuko bado hapa. Tumejifunza masomo matatu tangu tumeanza semina. Tulijifunza somo la kijana aliyeitwa na aliyetambua wito wake. Tukajifunza somo la kuongozwa na Roho. Lakini pia tukajifunza madhara ya utandawazi katika siku za mwisho. Leo somo linasema mtafute Bwana katika siku za mwisho. Mtafute Bwana katika siku za nini? Za mwisho. Biblia inasema siku za mwisho zitakuwa ni siku mbaya, ambazo watu wake watakuwa na kiburi, wenye majivuno, wenye kupenda fedha kuliko kupenda Mungu. Ndio maana hata leo kuna mtu mmoja hapa akimaliza ibada anakwenda kwenye biashara. Ibada ya jioni yeye haitaki, ameshaikataa, anaona si kazi. Haleluya. Kwamba siku za mwisho watu wake wengi watapenda pesa, watakuwa na majivuno, hawata
anauza kule. Amefungua duka, ameacha mke nyumbani. Kuna mtoto baada ya kuja kwenye ibada, amepeleka kwenye biashara. Hii roho ya kupenda pesa, unamchukia Bwana, unaona ufai. Wa Israeli walisema tutaondoka na watoto wetu na kondoo wetu na kuku wetu na mbuzi zetu, lakini wewe umeacha mtoto kwenye biashara. Akija Yesu leo, hicho kitoto kinakwenda jehanamu. Haleluya. Kwamba tafuta Mungu katika siku za mwisho, kwa maana ni siku mbaya ambazo zimekaribia kumleta Kristo, na kama utakuta haujajiandaa, ninasema utaachwa. Ni wakati wa kujiandaa, wa kuwa sawasawa, kukaa vizuri na Bwana Mungu wako. Na kama ukijisahau, imesema Biblia, uwe ni wa kukesha, usiwe wa kutokesha, kwa maana nakuja, saa ya kuja kwangu hakuna ajuaye. Utakuja kama mwivi. Ukikuta hujajiandaa, utabaki. Tafuta Mungu siku za mwisho. Soma Biblia kwenye kitabu hiki hapa cha Mika sura ya 6 na ule mstari wa 6 utakwenda mpaka mstari wa 8. Utakwenda taratibu kabisa, tufundishane tu uweze kuelewa. Kitabu cha Mika sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 8. Twende kazi ulifika. Kitabu cha Mika sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 8. Vijana wenye nguvu mko wapi? Vijana wenye nguvu wako wapi? Hekima ipa. Mika 6:6. Tusoma kitabu kile cha Mika 6 mstari wa 6. Wa 6 anasema, ndio nikamkaribia Bwana na nikamkaribia Bwana na kitu gani? Nikamkaribia Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu. Na kuinama mbele zake na kitu gani? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketeza? Niwe na sadaka za kuteketeza na ndama za umri wa mwaka. Je, niende na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume? Je, Bwana atapendezwa na sadaka au na elfu 10 za mito ya mafuta? Ndio. Je, nitoe uzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa pili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Ndio. Mwanadamu, ndio, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki. Anataka utende haki na kutenda rehema, na kutenda kwa rehema, na kwenda kwa unyenyekevu, na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Na Mungu wako. Amen. Mika anazungumza kwa habari ya kwenda mbele za Bwana. Aende kwa namna gani? Amejaribu kujiuliza, je, niende na sadaka zilizomo? Niende na mbuzi au ng'ombe? Je, niende na magunia ya mpunga? Niende na pesa nyingi sana? Je, nipeleke nyumba yangu? Akasema hapana. Hata mzaliwa wangu wa kwanza hatakubalika. Anasema Bwana amekufundisha mema, amekufundisha rehema, amekufundisha unyenyekevu, amekufundisha msamaha. Unapokwenda mbele za Bwana, nenda na matendo mema. Unapokwenda mbele za Bwana, wende na matendo mema, wende na moyo wa rehema, wende na moyo wa kunyenyekea. Hicho ndicho Bwana anakitaka. Wewe ukamtafuta Mungu ukiwa umejaa kiburi, haiwezekani kabisa. Wewe ni kofi alafu unapambana kuomba, ubadiliki. Maombi hayo hayatakubalika. Yaani hata kama ungeamua ubebe nyumba yako yote, uweke sadaka, ng'ombe wako wote,
hapendi ibada, hapendi maombi, silaha yake ni pesa. Ndio silaha yake, lungu yake ni pesa. Lakini huwezi ukamwona kwenye ibada, huwezi ukamwona kwenye maombi, huwezi ukamwona kwenye kazi za mikono.